Naam, karibu tena mtazamaji, ni kupasha yale ambayo yanaendelea jioni hii katika mitandao ya kijamii, hasa katika nyanja za kisiasa. Ripoti mpya zimeibuka hivi punde, huku John Heche akidaiwa kukamatwa na jeshi la polisi la Tanzania sasa hivi katika boda ya Tanzania na Kenya, akijaribu kuvuka mpaka kuingia taifa jirani la Kenya. Alikamatwa na jeshi la polisi na kuwekwa kizuizini, na sasa sakata hilo limefikia pabaya mitandaoni, huku Chadema wakitoa taarifa hii kali kwa umma sasa hivi. Bonyeza alama like kisha bonyeza neno subscribe na alama kengele chini ya video hii kabla ni kutaarifu ripoti hizi kwa kina. Chama cha upinzani, chama cha demokrasia na maendeleo Chadema, leo kimeibua wasiwasi mkubwa kufuatia kukamatwa kwa naibu mwenyekiti wa chama hicho cha taifa John Wegesa Heche na jeshi la polisi la Tanzania mpakani kwa kile kilichoelezwa na chama hicho kuwa ni cha kisiasa. Kwa mujibu wa taarifa rasmi iliyotolewa na mkurugenzi wa mawasiliano na uenezi wa chama hicho Bernard Rupia, kukamatwa kwa John Heche kulitokea Jumamosi Oktoba tarehe 18 mwaka huu 2025 leo saa 6 mchana katika kituo cha mpakani cha Isibania, mkoa wa Mara. Tukio hilo lilitokea wakati John Heche akijaribu kuvuka kuingia Kenya kuhudhuria mazishi ya aliyekuwa kinara wa kisiasa nchini Kenya Raila Amolo Odinga. Chama hicho cha upinzani Tanzania kilithibitisha kuwa kukamatwa kwa John Heche kulifuatia onyo lililotolewa siku iliyotangulia, ambapo Chadema ilitangaza kwamba ana nia ya kusafiri kwenda Kenya kwa kushiriki sherehe hizo za mazishi ya Raila Amolo Odinga. Kuzuiliwa kwa ghafla, chama hicho kilidai inaonekana kuwa jibu la moja kwa moja kutoka kwa tangazo hilo na ishara ya kuongezeka kwa kutovumilia kwa serikali, na viongozi wa upinzani walioshuhudia tukio hilo waliripoti kuwa John Heche alinaswa au kukamatwa na maofisa wa usalama wa Tanzania ambao baadaye walimhamisha na kumpeleka kusikojulikana bila uhalali wa kutosha. Kulingana na ripoti hizo zilizochapishwa kupitia mtandao wa Chadema wa kijamii, nikinukuu barua hiyo kama unavyotazama kwenye screen yako, ilisema chama cha demokrasia na maendeleo Chadema kinapenda kuwatangazia umma kuwa serikali ya Chama cha Mapinduzi CCM imemweka kizuizini makamu mwenyekiti Mheshimiwa John Wegesa Heche. Mheshimiwa Heche amekamatwa saa 8 mchana huu wa Jumamosi Oktoba tarehe 18 mkoani Mara kwenye mpaka wa Tanzania na Kenya huko Isibania one stop border alipokuwa anataka kuingia Kenya. Ikumbukwe kuwa jana tulitoa taarifa tukiutaarifu umma kuwa Mheshimiwa Heche atakwenda nchini Kenya kuiwakilisha chama kuhudhuria mazishi ya mwanasiasa nguli wa Kenya Raila Amolo Odinga. Pamoja na kumweka kizuizini, mamlaka ya uhamiaji Tanzania imemnyang'anya hati yake ya kusafiria, yani pasipoti, bila kueleza kwa nini wamechukua uamuzi huo. Kumzuia Mheshimiwa Heche kwenda kuwapa pole wa Kenya ni kuwanyima raia wa nchi hiyo haki ya kufarijiwa wanapofikwa na majanga mbalimbali ikiwemo misiba. Tunaitaka serikali ya Tanzania imwachie mara moja Mheshimiwa Heche na iache kuwanyanyasa viongozi wa chama chetu cha upinzani, kuwapora haki yao ya kutoka nje ya nchi na kuingia kama inavyoelezwa kwenye ibara ya 17(1) ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Mtazamaji, hiyo ndio barua niliyokusomea iliyochapishwa kusambazwa na chama hicho cha Chadema. Kufuatia kukamatwa kwa Heche, idara ya uhamiaji Tanzania iliripotiwa kumnyang'anya hati yake ya kusafiria kulingana na barua hiyo, na hivyo kumzuia kuondoka nchini Tanzania kuelekea Kenya. Chadema ilieleza kuwa utaifishaji huo ulifanyika bila maelezo rasmi au onyo, na kuutaja kuwa ni ukiukwaji wa wazi wa haki ya kikatiba ya Heche ya uhuru wa kutembea mahali anapotaka kama ilivyoainishwa chini ya ibara ya 17 ya Katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Chama hicho cha upinzani kilieleza tukio hilo kuwa si tu kinyume cha sheria, bali pia ni udhalilishaji na uonevu kwa kiongozi huyo na maadili ya kidemokrasia ambayo taifa inadai kuyazingatia. Katika taarifa yake, Chadema ilisisitiza kuwa kukamatwa kwa John Heche kunawakilisha mwelekeo unaokuwa wa ukandamizaji wa serikali dhidi ya viongozi wa upinzani, wanaharakati na sauti pinzani. Chama hicho kilishutumu vyombo vya usalama vya serikali kwa kutumia vitisho na kizuizini kiholela kama nyenzo za kuwanyamazisha wakosoaji kabla ya uchaguzi mkuu wa mwaka 2025. Kwa mujibu wa taarifa hiyo, kuwekwa kizuizini kwa John Heche hakukuwa na ulazima wowote na kuliundwa ili kutoa onyo kwa wanachama wengine wa upinzani wanaojaribu kutumia haki zao za kisiasa dhidi ya chama tawala. Habari hizo kutoka ndani ya chama Chadema hicho zilisema kuwa kukamatwa kwa Heche tayari kumezua taharuki miongoni mwa wanachama na wananchi, hasa mkoa wa Mara ambako anaungwa mkono na wananchi wengi. Wameelezea hatua hiyo kuwa ni kitendo cha uchochezi na kutaka kukatisha ushiriki wa Chadema katika mazungumzo ya kisiasa ya kikanda na kimataifa. Hata hivyo, uongozi wa chama hicho tangu wakati huo umekusanya timu yake ya wanasheria kutaka ufafanuzi wa haraka kutoka kwa serikali kuhusu mahali na hali ya naibu mwenyekiti wao anayezuiliwa. Wakizungumza na vyombo vya habari sasa hivi, wawakilishi wa Chadema walisisitiza kwa kukamatwa kwa Heche hakukuwa na sababu, hasa
hasa kwa vile safari yake Kenya ilikuwa ya kibinadamu na isiyo ya kisiasa. Mazishi yaliyokusudia kuhudhuria walibishana yalikuwa tukio la umma la kumwenzi kiongozi anayeheshimika Afrika Mashariki ambaye michango yake ilivuka mipaka. Chama hicho kilisema inasikitishwa sana kwamba hata ishara kama hiyo ya mshikamano wa kikanda inaweza kutafsiriwa vibaya na viongozi kama tishio la kisiasa. Kutokana na kukamatwa kwa John Heche, Chadema ilitoa matakwa matatu kwa serikali ya Tanzania. Kwanza, kiongozi aliyewekwa kizuizini aachiliwe mara moja na bila masharti. Pili, kwamba pasipoti yake irudishwe bila kuchelewa, na tatu, kwamba serikali ikomeshe unyanyasaji na vitisho kwa viongozi wa upinzani. Taarifa hiyo ilionya zaidi kuwa kuendelea kuteswa kwa wanasiasa kama John Heche kutaharibu tu sifa ya Tanzania kimataifa na kudhoofisha maendeleo ya kidemokrasia. Wachunguzi wa masuala ya kisiasa mitandaoni wamebaini kuwa kukamatwa kwa John Heche kunakuja huku kukiwa na mvutano mkubwa wa kisiasa, huku vyama vya upinzani vikidai juhudi za kimfumo za kudhoofisha miundo yao. Wachambuzi wanasema kuwa vitendo hivyo vinahatarisha kuwatenganisha raia na taasisi za serikali na vinaweza kudhuru uaminifu wa uchaguzi ujao. Upinzani unasisitiza kuwa ni mazingira ya wazi na ya haki tu ya kisiasa yanaweza kuhakikisha amani na uaminifu katika mchakato wa kidemokrasia. Mashirika ya kimataifa ya haki za binadamu pia yameelezea wasiwasi wake kuhusu kukamatwa kwa John Heche, yakitaka kuwepo kwa uwazi na kuheshimiwa kwa taratibu zinazofaa. Makundi yanayofuatilia hali hiyo ya kisiasa kwa ukaribu ya Tanzania yameitaka serikali kuhakikisha kuwa hakuna mwananchi anayeadhibiwa kwa kutekeleza haki zake za kikatiba au kufanya shughuli za amani. Pia walibainisha kuwa matibabu ya John Heche yanaweza kuwa jaribio la ahadi za haki za binadamu za Tanzania chini ya sheria za kimataifa. Wakati huo huo, wafuasi wa Chadema kote nchini wamejitokeza kwenye mitandao ya kijamii kueleza mshikamano wao na kiongozi wao aliyewekwa kizuizini, wakitumia alama za reli ama hashtagi wakitaka John Heche achiliwe. Kutolewa kwa uungwaji mkono kunaonyesha hali ya kuchanganyikiwa inayoongezeka miongoni mwa raia wanaohisi kwa uhuru wao wa kisiasa unapungua. Watu wa maoni wengi mitandaoni walitaka kuwepo kwa utulivu, lakini wakaimiza serikali kuheshimu kanuni za kidemokrasia na kuepuka kuchochea mvutano usio wa lazima. Jijini Dar es Salaam, makao makuu ya chama yameendelea kufanya kazi mwishoni mwa wiki nzima, huku maofisa wakuu wakifanya vikao vya kupanga hatua zinazofuata baada ya kukamatwa kwa John Heche. Kwa mujibu wa wadadisi wa mambo, Chadema inafikiria kulipeleka swala hilo katika vyombo vya kanda kama vile Mahakama ya Afrika Mashariki iwapo mashauri ya ndani ya nchi yatashindwa kuleta matokeo. Chama kinashikilia kuwa hakitatishika na kitaendelea kutetea haki na uwajibikaji wa Watanzania. Huku kukamatwa kwa John Heche kukiendelea kutawala mijadala ya umma, suala pana la uhuru wa kisiasa nchini Tanzania bado halijatatuliwa. Ni hayo tu mpenzi mtazamaji, na kuomba bonyeza alama like, kisha bonyeza neno subscribe na alama ya kengele chini ya video hii upande wa kulia. Alafu vile nijuze maoni yako kuhusiana na swala hili la kukamatwa kwa John Heche mpakani. Vile bonyeza box hicho kwenye screen yako. Ukifanya hivyo kitakuelekeza katika video ama taarifa zetu mpya zinazojiri na kutrend sasa hivi mitandaoni.